Hi guys, kama mtakumbuka kwenye ile post yangu ya jana, ile post ambayo watu wamepanga mstari wanalipwa 10,000 kuingia kwenye mkutano wa Samia. Kwenye post, kwenye caption niliandika ngasema hizi ni kodi za Tanzania, Samia anachota analipia nyomi lake. Sasa baadaye post imefuatwa na watu wa BOT. Wananiambia Mange, you think anachota tu hazina anafanya hii? Ananiambia hazina hakuna hela. Wamegawana, wamekula hela zote. Wamegawana. Ananiambia kinachofanyika sasa hivi tuna print hela. Tuna print hela kwa makontena. Sasa hivi tuna print hela kwa makontena kwa ajili ya kulipa watu kwenda kwenye mikutano na kwa ajili ya kuzuia maandamano ya 29. Benki Kuu ya Tanzania BOT imetoa taarifa kwa umma kuhusiana na taarifa zinazoendelea kusambaa mitandaoni kuhusu kuchapisha fedha kwa ajili ya uchaguzi mkuu. Nikisoma taarifa kwa umma, benki hiyo iliyotoa imedai taarifa kwa umma kuhusu upotoshaji wa fedha zinazochapishwa na Benki Kuu ya Tanzania pamoja na ushawishi wa kuondoa fedha kwenye mabenki. Pamekuwepo na taarifa za upotoshaji kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Benki Kuu ya Tanzania kuchapisha fedha na kuzisambaza kwa ajili ya kugharamia uchaguzi, na wengine wakihamasisha wananchi kuondoa fedha zao kwenye baadhi ya benki za biashara kwa maelezo kuwa benki hizo zimeishiwa fedha kwa sababu ya uchaguzi. Napenda kuwafahamisha wananchi wote kuwa taarifa hizo sio za kweli, zinapaswa kupuuzwa na kukemea wote wanaopotosha umma kuhusu hali hiyo. Benki Kuu ya Tanzania, kama ilivyo kwa nchi nyingine duniani, huchapisha fedha kwa mujibu wa kifungu cha 26 cha sheria ya Benki Kuu sura 197 na kuzingiza kwenye mzunguko kulingana na shughuli za kiuchumi pamoja na mahitaji ya kubadilisha fedha zilizochakaa pale zinaporejeshwa Benki Kuu kupitia amana za benki za biashara na sio vinginevyo. Aidha, Benki Kuu imeendelea kutekeleza vizuri sera ya fedha na kuwezesha mfumuko wa bei kuwa wa chini, wastani wa 3.3% kwa miezi 10 ya mwaka 2025. Uchumi kukua kwa kasi, matarajio ya 6% mwaka 2025, urali wa malipo nje ya kupunguza hadi 2.4% ya pato la taifa Septemba 2025, thamani ya shilingi kuimarika kwa 8.8% kwa mwaka ulioisha Septemba 2025, na akiba ya fedha za kigeni kuongezeka hadi dola za Kimarekani bilioni 6.7 zinazokidhi uagizaji wa bidhaa nje kwa miezi 5.4. Vilevile napenda kuwathibitishia kuwa benki zote zilizopo nchini zinasimamiwa kwa kuzingatia sheria, kanuni, miongozo na vigezo vya kimataifa ambavyo vimeendelea kuwa na mitaji ya kutosha, ukwasi wa kutosha, zinatengeneza faida na zina kiwango kidogo cha mikopo chechefu 3.3% Septemba 2025 ikilinganishwa na ukomo wa 5.0%. Aidha, mifumo ya malipo inaendelea kusimamiwa vizuri na kuwezesha miamala yote kufanyika kwa usalama, ufanisi na tija inayostahiki. Kutokana na mazingira hayo mazuri ya kiuchumi na kifedha nchini, uamuzi wa kuondoa fedha kutoka benki na kuzitunza nyumbani haufai kwa kuwa ni utamaduni wa kizamani wenye hatari nyingi, ikiwemo pamoja na kuibiwa, kuvutia wezi wanaoweza kukudhuru, kupoteza, kuzitumia vibaya katika shughuli zisizokusudiwa, kuharibika endapo zitatunzwa vibaya na kuungulia ndani ya nyumba endapo janga la moto litatokea. Hivyo wananchi wanashauriwa kuendelea kutunza amana au fedha zao benki kwa sababu watapata faida nyingi zikiwemo kulipwa riba au faida ya mwaka, fedha kutunzwa kwa usalama wa uhakika, kukingwa na bima ya amana muda wote, kuwezesha mabenki kupata fedha za kukopesha wananchi wanaohitaji mtaji au kukidhi dharura na mahitaji mbalimbali ya kiuchumi. Benki Kuu inawasihi wananchi kuhamisha fedha zao kutoka kwenye mabenki, bali waendelee kutumia huduma za benki bila wasiwasi wowote. Vile vile tunawaonya wote wanaofanya upotoshaji huo mitandaoni na kuwataka waache kufanya hivyo mara moja, kwani taarifa hizo hazina tija katika maendeleo ya sekta ya fedha na uchumi wa Tanzania kwa ujumla. Imetolewa na kusainiwa na Emmanuel Tutuba, gavana wa Benki Kuu Tanzania. So design kama hizi taarifa ziliibuliwa na mwanadada Mange Kimambe. So design kama BOT wameamua kumjibu Mange Kimambe. Mimi ni Travis. Ciao.